Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa niaba ya Pink Hijab Management ni wapongeze sana Sister Sara na kaka Shafi. Tumejuana nadhani ni mwaka huu, tuna takriban kama miezi mitatu. Kwa kweli kazi mnaofanya tukiangalia na taasisi zingine hizi ambazo tumejikita kusaidia umma ya Waislamu, nyinyi mko very special. Mnafanya kitu ambacho kwa kweli Mwenyezi Mungu atawalipa zaidi na zaidi. Sina mengi ya kusema. Hii ni mara yangu ya kwanza kujumuika pamoja na nyinyi. Kwa hiyo inshallah next time naomba tuambie mapema ili tuweze kufanya kitu kwa pamoja, kitu kikubwa ambacho kitakuwa na impact zaidi ya hapa. Kikubwa sana ni tupendane na tufanye kila kitu kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, na tukiwa na vitu kama hivi tuwe tunatoa taarifa kwa wingi ili tuwafikie watu wengi kwa ujumla. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aliaye hunyamazwa na ahuzunikaye huliwazwa. Hiki kitendo ambacho kinafanyika muda huu ni kitendo cha kuliwaza, na kuwaliwaza ni kuwaliwaza watu ambao wanastahiki kuliwazwa. Wameliwazwa kwanza na Allah, na pili wameliwazwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikawa ni sera, na sisi sote umma wa Muhammad tunatakiwa tuwaliwaze watu wenye hali kama hizi, wagonjwa. Pili, tumefanya wajibu wetu kama Waislamu. Muislamu kwa Muislamu mwenzake kuna haki zake atakiwa amfanyie, ziko kama 6 au 5 hivi. Miongoni mwa hizi haki ni iyadatul marid, ni kwenda kumtembelea mgonjwa. Na kuna hadithi al-Qudsi inasema kwamba Allah atakwenda mwambia mtu siku ya Kiyama, atamwambia mja wake, niliumwa wewe ukuja kunisalimia, ukuja kunitembelea. Mwanadamu atashangaa kwamba sasa na wewe pia waumwa ukatembelewa. Allah atamwambia kwamba aliumwa fulani, ukwenda, ungekwenda pale na mimi ungenikuta niko pale. Ni haki ya kumtembelea mwenzako akiwa anaumwa. Naam. Jingine, huu ni utu. Sisi ni watu, tunatakiwa tuwe na utu. Huu uliofanywa hapa ni utu. Tunaposema kitu utu, ni kwamba mle ndani kuna huruma. Hakuna kumwambia mtu kwamba wewe una utu alafu mtu mwenyewe hana huruma. Ukimwambia mtu wewe una utu, ni kwamba yule mtu ana huruma. Kwa hiyo hiki kilichofanywa ni utu na ni huruma. Huruma hii tumekuja kuwafanyia hawa wagonjwa, lakini ukimuonea huruma mgonjwa kama yeye, itakuwa umemwonea huruma baba yake na mzazi wake na familia yake na watoto wake. Wote wakipata habari hii kwamba ndugu yenu ametembelewa na Madina, wale watoto wanafarijika. Atakuwa amepewa uji huyu, atakuwa amepewa chai huyu, atakuwa amepewa kadha 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 kadha, kwa sababu Madina inajulikana. Kwa hiyo wanafurahi, na ukimfurahisha mwenzako unapata thawabu. Lakini kubwa zaidi, wataawanu alal birri wattaqwa. Allah anatuambia tusaidiane katika mambo mazuri na kumcha Mwenyezi Mungu. Mambo mazuri ndiyo haya, a'malul khairi, mambo ya khairi ndiyo haya. Tunatakiwa tusaidiane katika mambo haya, tusisaidiane katika mambo mabaya. Wala taawanu alal ithmi wal udwan. Haya ndiyo mambo ya kusaidiana, na uwezi kumsaidia mwenzako kama humuonei huruma. Hapa tuko ndani, yani tuko sahihi kabisa. Allah anafurahi akituona tuko hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu yoyote
atakaye muondolea mwenzake matatizo au tatizo moja tu katika matatizo ya dunia, Allah atakwenda muondolea matatizo ya akhira. Huko ndiko tunakokutaka, huko ambako la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Muondolea mwenzako matatizo. Hivi vitu kuna watu wana matatizo ya vitu hivi humo ndani, lakini ukikipeleka umemuondolea tatizo. Kwa hiyo Allah, kwa ambaye ametoa mchango wake hapa, Allah ni atamuondolea matatizo yake siku ya Kiyama. Hakuna matatizo makubwa kama matatizo ya siku ya Kiyama. Kwa kuyafanya haya, Allah atawaondolea waliofanya haya. Mtume akaendelea tena akasema, man yassara ala mu'sirin, mtu yoyote ambaye atamfanyia wepesi, yani kumuondolea matatizo mtu ambaye ana matatizo, hali mbaya, hajiwezi, kama alivyosema shekhi wangu Sheikh Ponda hapa kwamba hawa wenzetu hapo ndani hawezi kufanya chochote, yeye anawategemea ndugu jamaa na sisi Waislamu wenzake na nini. Kwa hiyo mtu ukimfanyia wepesi, ukamuondolea matatizo aliyokuwa nayo huko, sasa hapa Mwenyezi Mungu, Mtume anasema kuna kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi mtu huyu duniani na akhera. Ukimuondolea mazito mtu mwenye dhiki, ukimuondolea matatizo yake, Allah atakuondolea wewe kwanza hapa kabla hujafika kule, na kule nako atakuondolea. Hizi ni faida za kufanya mambo kama haya. Hizi ni faida za kufanya mambo kama haya. Huu ni utu huu uendelee, tuoneane huruma. Muhammadur Rasulullah walladhina mahu ashiddau ala alkuffar ruhamau bainahum. Tuoneane huruma. Tukioneana huruma, Mtume anasema irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa, waoneeni huruma walio katika ardhi, atawaonea huruma aliyekuwa juu. Alafu Mtume anasema man la yarham la yurham, asiyewaonea wenzake huruma na yeye hatuonewa huruma. Namalizia kwa maneno mengine ya Mtume, anasema imal ma shi'ta kama tadinu tudanu, fanya utakavyo, chochote utakachokifanya utakavyofanyia mwenzako na wewe utamfanyia. Haya hayaishi hapo. Wallahi wewe umefanya hivi, hatujui uko, Mwenyezi Mungu atupe afya njema, lakini nawe ukiwa kwenye tatizo kama hili, Allah atakuletea watu watakuja kufariji. Allah ndivyo alivyo. Allah maneno yake si muongo. Maana kama ni muongo tungekuja hapa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ni nani katika dunia hii atasema mimi sifi? Kwa hiyo katika aya nyingine ni hivyo hivyo kama hii, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ukimsaidia mwenzako na wewe utasaidiwa. Anfiq yunfaqu alayka, Mtume anasema toa na wewe utapewa. Sadaqa, hizi ni sadaqa zote. Hizi ndizo ambazo mtu anapokata roho hakumbuki swala, hakumbuki kitu chochote, atakumbuka sadaqa. Anasema katika sura ile, sema rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa aswaddaqa wa akum min as-salihin wa lan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mtu yuko kwenye kutolewa roho, anachokumbuka ni hiki hapa, anamwambia Allah, Mungu, Mola wangu, hebu nipe muda kidogo ili nikatoe sadaka. So nikaswali fa aswaddaqa, ili nikatoe sadaka. Jamani, sadaka ni kitu muhimu sana. Na Mtume anasema tena, dau marudhakum bisadaqa, watibuni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Ikiwa una mgonjwa wako, toa sadaka sana. Ya Rabbi, natoa sadaka hii ya Rabbi kwa ajili ya mgonjwa wangu, umponeshe. Sasa pale Mungu ana mambo yake, akakuelekeza kwa daktari ambaye atamponesha huyu, atakuelekeza hospitali ambayo atakwenda kupona mgonjwa wako. Mengine anajua yeye mwenye, lakini mtume wake katuambia hivyo, dau marudhakum bisadaqa. Tutoe sadaka sana, tutafaidika hapa na kesho na kila siku inayoingia. Kuna malaika wawili wanasema, wa kwanza anasema Allahumma a'ti mumfikan khalafa, Rabbi, Mola, mpe anayetoa zaidi na zaidi. Na mwingine anasema Allahumma a'ti mumsikan talafa, Mwenyezi Mungu, mpe ambaye hatoi, ye ni bakhili, basi mpe, yani mzuilie, usimpe kheri zako, mfanyie uharibifu katika mali zako. Kwa hiyo
hapa tuko kwenye kheri ambayo, yani kheri inaingia kwenye mambo mengi sana. Kwa huku unapata, kwa huku unapata, kwa huku unapata. Na wewe mwenyewe pia ukitoa kitu kama hiki ukenda kwa ule mgonjwa unajisikia raha hivi hivi kwa kile ulichokifanya. Nisiseme sana, nadhani nimeeleweka. Tunayaelewa haya, yanajirudia rudia tu, ni ile fadhakir, ni kukumbushana. Mimi namwomba Mwenyezi Mungu kwanza, hawa ambao wameleta fikra hii, viongozi wa kikundi hiki, Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Fungulie zaidi fikra. Amin. Na wafanyiwe pesi katika mambo yao. Amin. Na watie huruma zaidi. Amin. Wasirudi nyuma. Amin. Mambo kama haya shetani hataki. Ataingia shetani hapa, atafanya hivi, atafanya. Mwenyezi Mungu wanyoshe njia sasa, wapendane, wasikilizane, watuletee mengi na mengi na sisi tuwe nyuma yao. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana. Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم افتح لنا أبواب الخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إلهي تكوبا يا رب العالمين تكبالي يا موبا يا إلهي يا رحيم ikuzeyetu imani utufishe muslimin tuingize na peponi ya ilahi ya karim ya ilahi twakuomba ya rabbal alamin